Wakati tukitazama migogoro katika Mashariki ya Kati na wakati ambapo Donald Trump, rais wa Marekani, akitembelea mataifa matatu ya Ghuba, lakini kumekuwa na swali, je, Trump na Netanyahu wamegombana kuhusu Gaza? Endelea kuwa nami uweze kufahamu juu ya suala hili kupitia hapa The World News. We're not talking about intentions, we're not talking about just words, we're talking about results. And those results are going to come. That's the first. Thank you very much. It's very nice. Thank you. Thank you. Mr. President, Mr. President. Ziara ya Donald Trump katika Ghuba imefuatiliwa kwa karibu sana nchini Israel, lakini imegubikwa na uvumi nchini Israel kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Trump hawako tena katika ukurasa mmoja. Rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump, ambaye ametembelea mataifa matatu ya Ghuba ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, Qatar pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu, hakutembelea Israel, kashfa ambayo maafisa wa Israel walidharau, kwani Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu tayari ametembelea ikulu ya Marekani mara mbili, na kulikuwa na hisia inayoongezeka miongoni mwa wachambuzi wa mambo huko nchini Israel kwamba kuna kitu hakikuwa sawa. Haya yanajiri wakati ambapo Israel inakabiliwa na ongezeko la ukosoaji na kutengwa na mataifa mengine kutokana na vita vya Gaza. Ikiwa utachukua mwezi uliopita na wiki iliyopita katika mfululizo wa hatua na msururu wa taarifa, Donald Trump hakumweka kando kabisa Netanyahu na kumweka nje ya kitanzi, lakini aliweka kando Israel kana kwamba haikuwa mshirika. Mwanadiplomasia mkuu wa zamani wa Israel Alon Pinkas, ambaye sasa ni mwandishi wa safu ya gazeti la Israel la Haaretz, aliambia shirika la habari la DW. Hata hivyo, wachambuzi wengine wa mambo huko katika taifa la Israel pamoja na maeneo ya Mashariki ya Kati wanasema kwamba mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kutembelea katika mataifa ya Ghuba ilikuwa ni ya kiuchumi zaidi. Mpango wake ulikuwa si kwa ajili ya kutatua migogoro, bali kutafuta namna ya kupata fedha kwa ajili ya kutengeneza mazingira, kwani kumbukwe ameingia madarakani lakini amekuta deni kubwa katika serikali ya Marekani, na hivyo huenda akaandaa safari nyingine kwa ajili ya Israel. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba huu ni mpango wa rais wa Marekani Donald Trump katika kuitenga taratibu Israel, ambayo imesaidiwa kwa muda mrefu na Marekani. Wakati huo huo, Israel imezidisha mashambulizi yake ya anga huko Gaza, jambo linaloweza kuashiria kuwa inapanua mashambulizi yake huko Gaza. Lakini siku ya leo ya Ijumaa, makombora mazito ya harakati za mizinga yameripotiwa kaskazini mwa Gaza, kulingana na mamlaka ya afya eneo hilo, ambapo takribani zaidi ya watu 200 wameuawa ndani ya masaa 36 katika makombora kote Gaza, ambapo yameua wanawake pamoja na watoto wengi. Jeshi la Israel limetoa maagizo zaidi ya kuwahamisha watu katika maeneo kadhaa, hali inayowalazimu watu wengi kukimbia maeneo ambayo pia si salama. Lakini kuachiliwa huru bila kutarajiwa hivi karibuni kwa mateka wa Marekani na Israel Edan Alexander kumeripotiwa kuwa ni matokeo ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Hamas, na wapatanishi kulionekana kuwa ishara kwamba Netanyahu alionekana kutengwa, au bora hakuwa tena kitovu cha tahadhari ya Trump. Kulingana na wachambuzi wa Israel, Alexander ni mwanajeshi ambaye alichukuliwa mateka kutoka kwa wadhifa wake wa kijeshi wakati wa shambulio la kigaidi lililoongozwa na Hamas dhidi ya Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Wakati wa shambulio la Oktoba, zaidi ya watu 250 walichukuliwa mateka katika ukanda wa Gaza unaotawaliwa na Hamas. Mateka 58 bado wako huko Gaza, angalau 21 kati yao wanaaminiwa kuwa hai. Mwezi Januari, Hamas na Israel walikubaliana juu ya awamu ya kwanza usitishaji vita, ambayo ilishuhudia mateka 33 wa Israel wakiachiliwa kwa kubadilishana na mamia ya wafungwa wa Kipalestina. Na hata hivyo, awamu ya pili haikujadiliwa, na mwezi Machi Israel ilivunja makubaliano ya kusitisha mapigano na kuapa kutokomeza kundi hilo la wapiganaji wa Hamas ambao wapo katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Lakini je, Trump na Netanyahu wameachana? Moja kati ya majibu katika swali hili yanaangaziwa katika safari yake ya Ghuba wiki hii. Trump alihitimisha mkataba wa silaha wa dola bilioni 142 sawa na euro 127 na Saudi Arabia, pamoja na mpango wa uwekezaji wa dola bilioni 600 ambao unaongeza uwezo wa kiteknolojia wa nchi hiyo ya Ghuba, ambao unaweza kuonekana kuwa tishio kwa uwezo wa kiteknolojia wa kijeshi wa Israel.
Mnamo Aprili, Netanyahu alialikwa kwenye mkutano wa dharura huko Washington. Netanyahu alisema alifikiri angeweza kumshawishi Trump kuondoa ushuru wa Marekani kwa bidhaa za Israel, lakini haikuwezekana. Badala yake, Trump alionekana kumshangaza Netanyahu alipotangaza mazungumzo ya moja kwa moja ya Marekani na Iran kuhusiana na mpango wa nyuklia wa Iran. Wakati huu pia anatangaza kwamba kamwe cheche haitoweza kutua katika ardhi ya Iran, hasa katika maeneo ya vinu vya nyuklia. Hii ilitofautiana sana na mkutano wa kwanza wa viongozi wawili mwezi Februari nchini Marekani, wakati Trump alipozungumza na Netanyahu kuhusu maono yake ya Gaza Rivera, yaani kuichukua Gaza na kuwa sehemu kama ya watu wote. Uamuzi mwingine uliozua taharuki nchini Israel ni tangazo la Trump mnamo Mei 6 kwamba Marekani ilikuwa imefikia mapatano na kundi la Wahuthi nchini Yemen, siku mbili tu baada ya wasi hao kurusha kombora katika uwanja mkuu wa kimataifa wa ndege wa Israel wa Ben Gurion. Wapiganaji hao wa Kihuthi wa Yemen waliapa kuendelea kurusha makombora dhidi ya Israel mradi tu vita vya Gaza vinaendelea, na wamesema kwamba kamwe hawataiacha Israel mpaka waachane na vita vyake huko katika ukanda wa Gaza ambavyo vimeendelea kuua raia wasiokuwa na hatia, lakini pia kusababisha kutokuwepo kwa amani kwa miaka mingi. Lakini jambo jingine ambalo limewatishia sana wa Israel, wakiona kwamba pengine ni Netanyahu wakati huu kutengwa na rais wa Marekani Donald Trump, ni katika kipindi ambacho rais huyo wa Marekani anaonekana katika ziara yake hata kumwalika Benjamin Netanyahu, lakini amemwalika kiongozi wa Syria Mohammed al-Julan, na wamefanya baadhi ya mazungumzo, huku katika mazungumzo hayo ikionekana kama vile ameweka wazi juu ya hali itakavyokuwa katika Syria na kwamba anaondoa vikwazo, wakati ambapo Israel inafanya mashambulizi kushambulia katika ngome za kijeshi za taifa hilo, hasa ambazo zimeachwa na Bashar al-Assad alikuwa rais katika kipindi hicho. Mtazamaji wa The World News, kuna mambo mengi ambayo wakati huu bwana Trump pamoja na Netanyahu ni kama vile wanaonekana kuwa na tofauti fulani, na kwamba inaelezwa hawapo katika ukurasa mmoja kama ambavyo Marekani ya Joe Biden ilivyokuwa wakati huo na ya sasa ya Donald Trump. Zimekuwa Marekani mbili tofauti juu ya Israel na namna ambavyo wanaunga mkono. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. We're not talking about intentions, we're not talking about just words, we're talking about results. And those results are going to come. That's the first. Thank you very much. It's very nice. Thank you. Thank you. Mr. President, Mr. President.